Hello vipenzi vyangu, leo nataka tufanye tarot reading kuhusu their next move. Najua nataka kujua yule mpenzi wako aliyekukalia kimya anawaza nini kuhusu wewe. Kwa hivyo tutaangalia their next move kuanzia leo hadi siku ya Jumapili, wanataka nini au wanafikiria nini kukuhusu. Kwa hiyo reading hii itaenda kulingana na element ambazo tutaangalia kwenye fungu la fire element, water element, earth element na air element. Reading hii itatumia kadi maalum, tarot reading au kadi za kiroho. Kwa hiyo nilikuwa nimesoma nishati ya reading ya siku hii niweze kujua their next move ama nini wanachokiwaza au utarajie nini, hatua yao ijayo ikoje, wanawaza nini ili wakufikie. Kwa hivyo ili uweze kualign na hii reading unaweza kuclaim na ukaidai kuwa reading yako. Pia usisahau kusubscribe, kugusa kengele, kulike, comment and share ili kila video mpya itakayotoka basi wewe wa kwanza kuipata. Kwa hiyo tutaanza na fire signs ama fire element kwa nyota ya Aries, Leo na Sagittarius. Jamani, hatua yao ijayo ipoje? Nilipokuwa nafanya reading kuna mambo kadhaa yalitoka. Kwanza, mtu huyu anaanza kuwa na wivu na hali ambayo inamsukuma kutoka kwenye kujificha. Amekuwa akijificha, kwa hiyo amekuwa akijizuia kukuuliza unaongea na nani, umekuwa wapi na kwa nini energy yako imebadilika. Na hatua yake inayofuata inaweza kuwa ni kureact kwenye picha yako. Huenda umeona anataka kureact ama akaanza kutoa comment zenye vijembe au ghafla akaanza kukwambia naomba tuonane ama naomba tukutane sehemu fulani. Kwa hiyo kama ni fire element mtu ukianza kuona hizi dalili, ujue ni mtu amekuwa akikufikiria sana. Kwa hivyo anaweza kujifanya kuwa anataka kukujulia hali tu, lakini ukweli tushaujua kuwa ni kwamba anataka kujua kama bado ana nafasi kwako, kwa sababu anahisi jinsi ulivyo unavyopost kuna mtu mwingine anaweza kuchukua nafasi yake na analihofia sana, anaogopa kwa kweli. Kwa hivyo inaonekana ndani ya saa 24 hadi saa 48, hasa nyakati za usiku, huyu mtu atakutafuta. Ukiona ni mtu ambaye amekuwa katika maisha yako alafu ghafla anaanza anaanza kulike post zako, anaanza kucomment, basi ujumbe huu na kuhusu. Na swali lako uende ukajiuliza, daktari, je, nafaa kumjibu huyo mtu? Jibu nitakalo kuambia ni kuwa ni ndio, ikiwa huyu mtu atakuwa moja kwa moja au atakuwa wazi, basi ni sawa. Lakini pia usipatie nguvu tabia ile ya umiliki, akuone kuwa wewe huwezi bila yeye. Kwa mtu ambaye bado yeye hataki kuwa wazi, akiwa muwazi na akiwa anataka kuingia katika mahusiano ya kweli, basi jibu langu ni ndio, unaweza kumjibu huyu mtu. Tulipoangalia water sign ambao ni watu wenye nyota ya Cancer, Scorpio na Pisces, hatua yao ijayo. Naam, sasa water sign kwa watu wenye nyota ya Cancer, Scorpio na Pisces, hatua yao ijayo kabla ya Jumapili. Huu ndio ujumbe ambao nilikuwa napata nishati yao. Kwanza, inaonekana kuna mtu ambaye amekuwa akipambana sana na hamu ya kukuambia kwamba anakukumbuka sana. Anakumbuka amani ambayo alikuwa akiipata mlipokuwa pamoja, na huenda huyo mtu alijiondoa wakati alipokuwa akipitia kipindi kigumu sana katika maisha, na akidhani kwamba utakuwa bado unamsubiri mpaka yeye atapokuwa amejipanga. Sasa hatua yake inayofuata kabla ya Jumapili inaonekana kuwa ataanza kufungua hisia zake zaidi. Inaweza kuwa atatuma ujumbe mrefu ambao hukuutarajia, au akaenda akapiga simu. Pia huenda akakiri hisia zake kwako. Pia anaweza kukualika muweze kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana. Pia kuna mtu ambaye anaweza hatimaye kukiri kwamba maoni ya watu wengine aliyoyakuwa anayasikiza ndio yaliyoathiri namna alivyokutendea. Kwa hivyo energy ambayo inaonekana zaidi wakati atakutafuta, huenda akakutafuta Ijumaa usiku au Jumapili asubuhi. Na ukiniuliza, daktari, je, nafaa kumjibu? Mimi naona ufanye hivi. Kwanza msikilize, lakini usichanganye kuwa mkweli kuhusu hisia na kuwa amebadilika kitabia, kwa sababu mtu huweza akakutafuta akakwambia mambo mengi, akakuomba msamaha, akafungua maneno mengi,
lakini ukawa wewe ukabebwa na hisia zake ukamfungulia mlango, lakini akawa hakumaanisha moja kwa moja kwamba amepata nafasi tena kamili katika maisha yako, na baadaye akarudia zile tabia zile zile. Kwa hivyo kuwa makini, usichanganye hisia zake na kuwa mkweli kitabia. Kwa watu wa air sign, watu wangu, mtu huyu anawaza nini kabla ya Jumapili? Naam, Gemini, Libra na Aquarius. Kwanza mtu wako anajaribu kutafuta namna ya kukukaribia bila kukataliwa. Anajiuliza atafikaje kwako. Amekuwa akijizuia sana kwa sababu ukimya wako umeanza kumfanya aanze kujiuliza kama bado unamjali, na hatua yake ya kwanza inaweza kuwa ya moja kwa moja kidogo, hataogopa. Ataanza kuangalia stori zako haraka haraka, hasa katika mitandao yako ya kijamii. Utakuta pia ana like kitu cha zamani, picha, videos unazozishare. Tena anaweza kuuliza mtu wa pamoja ambaye mnajuana, wale mutual friends, kuhusu wewe. Pia anaweza kupost kitu akijua kuwa wewe utaona, yani target yake ni wewe utaona, na ni kweli atafanikiwa kupost na atajua kuwa wewe utaona. Pia ni kama wewe utaitikia hizo hints anazozifanya. Anaweza kuwa moja kwa moja zaidi kukuuliza swali ambalo linaonekana la kawaida. Anaweza kukualika sehemu. Kwa hiyo kitu ambacho nitakwambia katika reading nilikuwa nafanya, uangalie siku 3 zijazo, hasa katika masaa ya saa 8 hadi saa 11, au tuseme saa 2 pia hadi saa 5 usiku, saa 2 asubuhi au saa 8 mchana, na saa 5 usiku au saa 11 za asubuhi. Na ukiniuliza je, nafaa kumjibu? Mimi ningekwambia kama unataka clarity, basi unafaa kumjibu, lakini usifanye wewe kazi yote ya kihisia. Ni kama wewe ndo unataka kujulikana kuwa unapenda sana. Pana kama unataka clarity, mjibu. Mwache yeye kwanza aseme uwazi kwa nini amerudi, kitu gani kimebadilika, nini anachotaka katika maisha yako. Tukiangalia earth signs au nyota za ardhi au za dunia, tunaona Taurus, Virgo na Capricorn. Huyo mtu amekuwa na mambo mengi sana, lakini pia kabla ya Jumapili kuna mtu ambaye unaenda kukutana naye kupitia kazi, biashara au shughuli zako za kawaida, ambazo huyu mtu amekuwa yani anakuvutia, ama tusema akikuvutia zaidi kuliko unavyotaka kuonyesha. Anapenda namna unavyojiendesha, namna unavyoshughulikia pesa zako, na jinsi wewe mwenyewe unavyojishughulisha na mambo yako bila kuingilia mambo ya watu wengine. Kwa hivyo anaweza kuficha ile attraction yake, lakini atakuuliza maswali mara kwa mara. Anaweza pia kutaka kukupatia msaada ambao wewe hujamuomba. Pia anaweza kutafuta visingizio vya kuwa karibu na wewe, lakini ukweli ni kwamba hahitaji msaada, anahitaji tu ujasiri wa kukwambia anachohisi. Kwa hiyo kama wewe ni earth signs, tarajia kuona huyo mtu anaficha attraction yake, kwa sababu anataka kuuliza maswali mara kwa mara. Msaada anaokupatia si msaada tu, ni kuwa anahitaji zaidi kuwa karibu na wewe, lakini hana ule ujasiri wa kukwambia anachokihisi. Kwa hivyo tarajia mazungumzo ya kuwa kibinafsi hivi karibuni, tuonane tuongee. Pia kuna compliment ambayo inaweza kutoka bila kutarajiwa na ikafichua kwamba mtu huyu amekuwa akikufuatilia kwa karibu zaidi kuliko unavyofikiria. Na watu ambao walitoka wenye herufi ni herufi B, J, M na T zinaweza kuwa za muhimu sana. Kumbuka hii ni tarot reading na msomaji wa nishati ni mimi Dr. Mwaka, na channel yangu ni Dr. Mwaka Global. Hivyo usisahau kusubscribe, kugusa kengele ili kila video inayotoka wewe wa kwanza kuiona. Like, comment and share ili usiweze kukosa masomo na kujua nishati ya siku husika.